Yes, mtazamaji wa WWK TV, hapa ni CBC Dodoma, siku ya 3 ya mkutano mkuu wa idara ya wanawake ambao unafanyika hapa katika ukumbi huu wa CBC Dodoma. Mimi natamani kupiga story na wanawake tujue mpaka sasa hivi wamejifunza kitu gani na ni kitu gani ambacho wanaondoka nacho kama historia katika mkutano huu wa wanawake 2025. Twende tuzungumze na kina mama. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari ya uzima? Nzuri. Hongera kwa mkutano. Amina, amina. Ni kitu gani unajivunia mpaka sasa uwepo wako kwenye mkutano huu wa mwaka 2025? Amina. Ninachojivunia hapa, yani nimepata kupiga hatua mbele zaidi kuliko nilivyokuwa. Yani hapa nimepata somo la kupiga hatua mbele zaidi kwa jinsi ya kumtumikia Mungu. Unadhani unavyoondoka kwenye mkutano huu unarudi kama yule aliyekuja? Yani siwezi kurudi kama nilivyokuja, naondoka na badiliko kubwa. Hebu ongea na mwanamke mwenzako ambaye yuko nyumbani hajaweza kufika Dodoma. Kweli mwanamke ambaye hajaweza kufika kwenye kongamano amepata hasara kubwa. Kwa kweli, kwa sababu sisi tumepata vitu vipya kabisa ambavyo vimetusogeza hatua nyingine kabisa. Mungu akubariki sana mama. Amina, amina, barikiwe na wewe. Amina. Mama amepiga hatua na kuna kitu anaondoka nacho kwenye mkutano huu wa mwaka 2025. Mimi natamani niendelea kuongea na akina mama wengine ambao wako kwenye mkutano huu. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Yes, kama ambavyo nimekuambia naendelea kuzungumza na washiriki wa mkutano huu na niko na mama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajisikiaje kuwa mmojawapo wa wanawake ambao wamekuwepo kwenye mkutano huu? Hakika ninajisikia vizuri sana. Ndio. Najisikia vizuri na namshukuru Mungu kwa maana mkutano huu umekuwa ni mkutano wa baraka sana kwangu na namwamini Mungu nitaondoka vizuri zaidi ya vile nilivyokuja. Okay. Kuna mwanamke ambaye amekosa mkutano huu. Ni kipi ambacho unadhani angekuja asingejutia kuwepo mahali hapa? Kwanza kwa jinsi mwaka huu kongamano lilivyo, nimemwona kuna uwepo wa Mungu wa kitofauti sana. Masomo mazuri yameandaliwa, tumepokea. Yaani hakuna kipindi ambacho natamani kumisi kwenye hichi mkutano. Kwa hiyo kwa mwanamke ambaye umekosa, kwa kweli umekosa mambo makubwa na ninakushawishi 2027 tukiwa na uzima usipange kukosa. Hebu ongea na mwanamke wa kanisani kwako ambaye unajua unavyoondoka hapa kuna kitu unampelekea. Ajiandae vipi yule ambaye anakutazama? Natamani tukifika tufundishane mambo mazuri ambayo tumeyapokea kutoka kwa walimu wetu wazuri, na tunamwamini Mungu kwa sehemu tutafanya kama vile ambavyo tumefundishwa sisi hapa. Kwa hiyo jiandae kupokea. Mungu akubariki sana. Amina, asanteni sana. Amina. Unajisikiaje kuwepo kwenye mkutano wa mwaka 2025? Najisikia vizuri. Ni kitu gani ambacho umekipata au unajivunia kwa mwaka huu wa 2025 kwenye mkutano huu wa wanawake? Nimepata mafundisho mazuri ambayo kwa kweli ni ya viwango vya juu na tumefundishwa na walimu wazuri ambako yametufaidi sana, yametufaidi, tumepata uamsho kabisa kiroho. Wale wanawake wengine ambao umewaacha nyumbani, una nini ambacho unaenda kuwapelekea? Wale wanawake ambao nimewaacha nyumbani, ninapenda niwahamasishe kwamba mkutano ujao wasikose. Mkutano ujao wajitahidi, wanawake wahudhurie mkutano, ni mzuri sana. Na ninapenda kuwaambia kwamba wanawake wajitahidi kufika, maana huu mkutano una matokeo mazuri na unaweza kutuimarisha zaidi kiroho. Mungu akubariki sana. Kama ambavyo unasikia, okay, tuna mama mwingine hapa, tumsikie na yeye kupitia mkutano huu wa mwaka 2025 amepata nini na nini ambacho anaondoka nacho. Mama, kwanza hongera. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Namshukuru Mungu kufika kwenye kongamano hili. Nimefurahi sana, nimejifunza mengi yatokanayo na wanawake. Na inahamasisha wanawake tuhudhurie kwa bidii kwenye makongamano. Yaani tunajifunza mambo mengi yanayotuhamasisha kuishi vizuri na familia, kuishi vizuri na Kristo na kumkiri kuwa Mwokozi wa maisha yetu, na tunajifunza katika majaribu, yani utakapopata changamoto usimwache Mungu ili bali uzidi kumtafuta Mungu. Ina maana majaribu ni sehemu ya kukuvunja imani, kumwacha Mungu wako na kumkimbilia endapo kwa waganga. Ina maana makongamano yanatujenga
kukaa imani na Kristo. Mungu akubariki sana. Amina. Asante sana. Hao ni wakina mama ambao tuko nao hapa Dodoma kwenye mkutano mkuu, wanaendelea kuelezea kile ambacho wamekipata, na mimi naendelea kuongea na akina mama wengine. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana asifiwe. Amina, hongera kwa mkutano. Asante sana. Umejisikiaje kuwa sehemu ya mkutano huu? Kwa kweli najisikia vizuri sana, maana tumepata vitu vizuri sana kutoka kwa Mungu wetu aliye hai. Ni somo gani kati ya haya ambao umejifunza mpaka sasa hivi unadhani mwanamke aliyekuwepo nyumbani asingetakiwa kulikosa kabisa? Katika somo ambalo nimejifunza ni lile somo ambalo ametufundisha mchungaji ambaye anatuambia kwa habari ya ibada. Somo la ibada. Nimefurahi sana kuelewa kwamba Mungu wetu ni mkuu sana tunayemwabudu kuliko ni sisi. Kwa hiyo tunapomwabudu Mungu lazima tumwabudu katika roho na kweli. Ibada halisi. Ibada halisi. Mungu akubariki sana. Amina, asante sana. Asante sana. Hao ni akina mama wanaendelea kuelezea kile ambacho wamekipata katika mkutano huu wa mwaka 2025. Niko na mama mwingine hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Habari ya uzima? Habari ya uzima ni njema. Hongera kwanza kwa kushiriki mkutano mkuu wa 2025. Kwa kweli namshukuru Mungu. Ni kitu gani ambacho unadhani unavyoondoka kwenye mkutano huu hauwezi kukisahau? Yaani kama kinachotambulisha mkutano huu kwako wewe binafsi? Kinachotambulisha mkutano huu cha kwanza kabisa ni masomo yanayofundishwa. Yesu ametuletea wokovu wanawake, amekuja kutuamsha. Kumbuka tuko kwenye miaka 13 ya mavuno. Tuko kwenye miaka 13 ya mavuno. Miaka 13 ya mavuno, kila mwanamke anatakiwa kuinuka. Biblia inasema katika Isaya 60 mstari wa kwanza, amka wewe usinziae. Kwa hiyo mkutano mkuu la kwanza ni kumwamsha mwanamke. Kuna masomo mazuri yamefundishwa katika eneo la ndoa. Kuna kanuni za kufanikiwa. Mwanamke asitembee tu mtaani, atembee akiwa amevaa kanuni. Kwa hiyo tutamuona Mungu kupitia mkutano huu. Ni mkutano wa uamsho. Kwanza Yesu ametuita ili atuamshe tena. Ametupa zile ambazo tunasema tumepewa kanuni tunazotakiwa kutembea naye. Tunatakiwa tutembee na Mungu tunayemfahamu, sio tunayemsikia. Wale wanawake ambao umewaacha nyumbani, una kipi ambacho unaenda kuwapelekea? Kwanza ninajisikia kwamba ni kama ninajuta. Yamkini Mungu ningeweza kuweza hata kuwalipia wachache. Wamemisi hiki kitu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tuna online TV, tumeweza kuwatumia. Kama Mungu awaguse waangalie, wanapitwa. Yesu anapita mtaani, Yesu amepita Dodoma, Yesu amepita Tanzania mara moja katika mwaka ametuita. Kwa hiyo ni mkutano ambao ni wa muhimu sana. Na tutoe wito kama mkurugenzi wetu wa taifa alivyosema. Mwanamke, amka, akiitwa njoo. Yesu hawezi kukuita bila faida. Mama, Mungu akubariki sana. Kiwe sana, amina. Asante sana. Mama amekwambia na wewe mwanamke ambaye uko nyumbani unaweza kufuatilia kila ambacho kimejiri kwenye mkutano huu wa mwaka 2025 kupitia online TV ya WWK. Ukienda kule YouTube nenda WWK TV utapata kila ambacho kilifanyika mahali hapa. Tunaendelea kuzungumza na wengine na tutawasikiliza waseme kile ambacho na wao wamekipata, lakini pia tutapata nafasi ya kutembelea mabanda ambayo yameletwa na kanda mbalimbali hapa Dodoma. Nimeendelea kuzungumza na wanawake ambao wamekuwepo kwenye mkutano huu wa mwaka 2025. Niko na baadhi ya mama zangu hapa, nao watazungumza kile ambacho wamekipata cha tofauti na mikutano mingine ambayo imewahi kupita WWK. Kwanza mama, mnajisikiaje kuwepo kwenye mkutano huu? Tumejisikia furaha sana. Kwanza tumekutana na watu kutoka maeneo tofauti Tanzania nzima. Kwa hiyo kwa kukutana tu na watu tumekuta tunajifunza vitu, kwa kuwaona tu tunajifunza. Lakini tumekuwa na siku nzuri ya maombi. Tumekuwa na maombi ya baraka kabisa, watu wanafunguliwa. Kuna watu walikuwa hawajaokoka, wengine wameokoka. Kuna wagonjwa waliletwa pale wameombewa, na tunaendelea kuamini kwa neema ya Mungu uponyaji unaendelea kufanyika kwa waliokuwa wana shida. Wow, mama wewe unajisikiaje? Kwa kweli mimi najisikia vizuri. Najisikia kumtukuza Mungu sana kwa wema wake kwa kuniwezesha mimi kuja Dodoma. Kwa kweli mimi kuja Dodoma kwangu ni muujiza. Kwa hiyo nimefika hapa na shangaa, nimekutana na Mungu kwenye mafundisho, neno la Mungu linavyopita, wale wahubiri wanavyohubiri. Kwa kweli kipekee nimepokea na nimefurahi kuwaona wanawake wenzangu wa design tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti. Nimekutana na marafiki zangu, tumepotezana miaka mingi. Kwa hiyo nimekuwa sehemu ya baraka kwenye maisha yangu.
Natamani kusikia kwa wote, kila mmoja, somo ambalo limekugusa zaidi kwenye mkutano. Mpaka sasa hivi hatujamaliza bado mkutano na masomo ni mengi, lakini mpaka sasa hivi somo gani ambalo limekugusa sana? Somo la leo lililonigusa sana ni somo la ndoa. Somo la ndoa. Na wewe mama? Mimi kwa kweli somo ambalo limenigusa tangu nimekuja ni lile somo la moyo wa kumwabudu Mungu. Moyo wa ibada. Moyo wa ibada. Natamani mzungumze na mwanamke mwingine ambaye amebaki nyumbani, hajaja Dodoma, lakini pia najua nyie ni mabalozi wazuri, mtakipeleka kile ambacho mmejifunza hapa. Hebu ongeeni na mwanamke ambaye hajaweza kufika Dodoma. Ningependa kuwashauri wanawake ambao hawajafika Dodoma, mwaka unaokuja 2027 wasipange kukosa. Yaani huku unakuja kupata mafundisho yatakao kubadilisha wewe kwenye maisha yako binafsi, lakini kwenye familia yako. Kwa mfano kama nilivyosema, nimejifunza somo la ndoa. Yaani ina maana kuanzia sasa hivi kwenye ndoa yangu nitakwenda kuwa mtu mpya kabisa. Yale yote ambayo yalikuwa ni magumu kwangu, nimejifunza hapa na kwenda kubadilika, na maisha yangu yatakuwa vizuri, na nikikaa vizuri kwenye ndoa ina maana nitakaa vizuri hata kanisani, maana ibada njema inaanzia nyumbani. Unaenda kuchakarika. Naenda kubadilika, nitakuwa ni mama wa harakati. Mama, wewe mzungumza na mama mwingine ambaye hajaweza kufika Dodoma. Kwa kweli mimi nawatia wivu kwamba yani mwaka mwingine ambao tutaandaa tena kongamano kama hili, mwanamke asipange kukosa, kwa sababu hii ni fursa. Kwanza ni mtoko, pili unakuja kujifunza vitu vya rohoni, pili unajifunza vitu vya mwilini. Ukweli ni kwamba kama ili somo la moyo wa kumwabudu Mungu nimelipenda, kwa sababu kwanza linakufanya wewe unatakiwa uwe mtu msafi. Usiwe mtu mwenye makunyanzi, usiwe mtu ambaye una vitu moyoni. Unapotaka kumwabudu Mungu wako, moyo wako uwe mweupe, uwe safi. Alafu ufanye mawasiliano ya binafsi. Ibada ni kitu cha binafsi, mtu na Mungu. Ibada sio ya watu wengi. Ibada ni ya mtu mmoja na Mungu. Kwa nataka niwahamasishe wanawake wenzangu ambao hawajaweza kuwepo kwamba mwaka mwingine mkurugenzi wetu akitangaza wasikose. Ni sehemu ya baraka sana. Yaani tunakutana na vitu vizuri ambavyo vinatufanya tunajisikia vizuri kwa Mungu wetu. Mungu awabariki sana mama. Amina. Amina. Stay blessed. Yes, huyu ni mmoja wa mama ambao nao wamefika kwenye mkutano huu wa mwaka 2025 hapa Dodoma. Mama, unajisikiaje mpaka sasa hivi? Najisikia vizuri sana. Ni mara yangu ya kwanza. Mara ya kwanza? Wow, umetoka mkoa gani? Nimetoka Arusha. Arusha mpaka Dodoma. Ni kitu gani ambacho unavyoondoka kwenye mkutano wa mwaka 2025 unacho cha kusema kweli nilienda Dodoma na Mungu kwenye hili nilisikia? Kitu ambacho nimejifunza cha kwanza ni jinsi ambavyo kwanza wanawake tumeitikia huu mkutano mwaka huu. Na ninachokibeba kukipeleka kwa wanawake wenzangu, wanawake wajitoe kuja kwenye mkutano kwa sababu kuna vitu vingi. Nimejifunza vitu vingi, lakini kimoja nilichokibeba ni moyo wa ibada. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa mchungaji Timothy. Yeye Mungu wa kwanza amewekeza ibada ndani yake. Halafu sasa ndo anajua kutucheulia na kutupa na sisi. Nimepokea kitu kipya kabisa cha namna ya kumtumikia Mungu kwa kuanzia kwenye ibada ya kwangu mimi na Mungu binafsi. Muda wangu mimi binafsi na Mungu ndio unaonipeleka kwenye ibada halisi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini hiyo ndio itanipa mimi utumishi. Namna nzuri ya kumtumikia Mungu nianzie hapo kwenye ibada halisi ya kumpa Mungu ibada halisi. Ndio itanipeleka mimi kwenye kuwasaidia na wanawake wenzangu. Lakini pia nilikuwa ninalialia sana kwa sababu nilifiwa na mume. Halafu nikasahau kwamba wakati yani kuanzia mume alipofariki, Mungu amenichukua kwa namna ya tofauti mno. Ananibeba kwa namna ya tofauti mno. Kwa hiyo natakiwa tu nikumbuke jinsi ambavyo Mungu ananihudumia kwa haraka. Nikimuita anajibu kwa haraka. Nikimwomba anafanya kwa haraka. Nikimwambia kwa ajili ya mtu fulani anafanya kwa haraka. Lakini kuna wakati tu nilikuwa najikumbuka kulialia. Sasa hivi nimefuta machozi. Wow. Kupitia mkutano huo mwaka 2020. Kupitia huo mkutano, yani nimefuta machozi. Maana pia nimeona shuhuda za wanawake wengi waliofufiwa na waume zao. Halafu wao yani wamesimama wanamtumikia Mungu mpaka nikaona aibu. Nimenyanyuka. Kuna wanawake wa Arusha ambao umewaacha kule. Tutegemee au wategemee nini baada ya wewe kujifunza moyo wa ibada unarudi kule kuungana nao? Wategemee nini baada ya wewe kurudi?
kwanza wategemee mabadiliko, maana mimi mwenyewe kwanza nitabadilika, nimeshabadilika kuanzia sasa. Kwa hiyo na mimi nabeba kitu cha tofauti cha kuwapelekea wale wanawake wa Arusha, hasa wa hapo wanaonizunguka wa TAG Shalom kwa mchungaji Lubuva, maana mchungaji Lubuva mwenyewe amebeba moyo wa ibada, anajitahidi kweli na sisi. Sasa na mimi nimekuja kuamka na sitazimika. Mungu akubariki sana mama. Kiwe sana. Asante sana. Amina, amina. Yes, hao ni baadhi ya wanawake ambao umewasikia na ndio ambao wameshiriki mkutano huu wa WWK hapa Dodoma. Ni mamia ya wanawake ambao wameshiriki mkutano huu. Yako mengi ambao wanaendelea kujifunza, ikiwa leo ni siku ya 3 tu ya mkutano na wanatazamia kuondoka hapa wakiwa katika namna nyingine au hali nyingine. Na wewe ambaye uko nyumbani unayefuatilia WWK TV, najua yako mengi mazuri ambao unaendelea kujifunza na kuyafuatilia kupitia YouTube channel ya WWK TV. Mimi ni Jimmy Swash, niko hapa Dodoma mpaka tutakapomaliza mkutano mkuu wa WWK.